Kuna hatari ambazo huja kwa kelele, lakini hatari nyingi huja kimya kimya kupitia watu tunaowaamini, maneno tunayoyaamini na vile ambavyo tumefundishwa. Mara nyingi watoto wetu hawajui kusema hapana. Hawajui kusema hapana kwa hatari ambazo mara nyingi wanafikiri na wanakuwa wameaminishwa kwamba watu wengi wazima wako sahihi. Kwa hiyo, wakati mwingine unakuta wanaingia katika shida, wanaingia katika matatizo, wanakumbana na mambo ambayo wao hawawezi kusema hapana. Wanakuwa wananyamaza kimya, wakiumia kimya kimya, wakiwa wameumizwa kimya kimya na watu ambao tunawaamini, watu ambao tunawapenda, maneno ambayo tunayaamini pia yanakuwa yanawafanya watoto wanashindwa kusema hapana. Leo katika Moyo wa Malezi tunaenda kujifunza hoja 5 kabisa za kina ambazo zinahusu mfundishe mtoto kusema hapana kwa hatari, kwa ujenzi wa maisha yake na mustakabali mzima wa maisha yake. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya familia yako na kwa ajili ya jamii nzima. Una uwezo wa kutupigia simu au kutumia ujumbe kwa namba 0754579224. Karibu na tuanze. Hoja ya kwanza, mpe mtoto ruhusa ya kusema hapana. Watoto wengi wanafundishwa kuwa watiifu sana kwa watu wazima. Sio kila mtu mzima ni mtu ambaye anaweza kufanya jambo zuri kwa mtoto wako. Wafundishe watoto kusema hapana pale ambapo hata kama ni mtu mzima, anaona kabisa huyo mtu mzima kuna vitu ambavyo anamfanyia ambavyo sio vizuri. Kuna vitu ambavyo vinaweza kumuingiza katika hatari kwenye maisha yake. Mfundishe kusema hapana, akatae kabisa. Kwa sababu sio watu wazima wote ambao wako sahihi. Kwa hiyo mfundishe kutambua watu sahihi na watu ambao sio sahihi katika maisha yake na aseme hapana kwa vitendo viovu, akatae kabisa. Usimfundishe utiifu, ule unyenyekevu wa kunyenyekea kila mtu hata ambaye anamtendea vitu vibaya. Mfundishe kusema hapana pale ambapo inabidi. Hoja ya pili, mfundishe kutambua hatari mapema. Mtoto hawezi akaona hatari kwa vitu ambavyo hakufundishwa, vitu ambavyo hajui. Kwa hiyo mfundishe mtoto wako kutambua hatari mapema. Mfundishe kuangalia vitu ambavyo ni hatari katika maisha yake. Mfundishe kujitambua, kuthamini mwili wake, kujijua, yani asiguswe sehemu ambazo sio salama. Yani mtu anamshika mtoto wako, anamshika sehemu ambazo labda anataka kumshawishi. Mtoto ajitambue, akatae, asikubali. Yani atambue kabisa hatari. Anapozungumza na mtu ajue huyu ni mtu hatari kwa maisha yangu, huyu ni mtu salama. Yani umfundishe kutambua mazungumzo. Mtu anayezungumza naye anaanzisha mazungumzo gani? Je, hayo mazungumzo hayo mtu aliyoyaanzisha ni mazungumzo sahihi au ni mazungumzo ambayo yanaenda kumtumbukiza kwenye mambo ambayo sio mazuri? Kwa hiyo mfundishe kabisa kuona indication, yani indicator zile azijue kabisa kwamba hiki kitu huyu anachokifanya hapana. Hili jambo huyo analolizungumza hapana. Hiki kitu huyo anachotaka kuniambia nifanye sasa hivi sio kizuri. Yani atambue dalili mapema. Hoja ya tatu, mawasiliano ya wazi hulinda zaidi. Mtoto anayejua kwamba anasikilizwa, anapokuwa anaongea na mzazi wake, ana uwezo wa kukuambia kila kitu ambacho anafanyiwa. Kila hatari anayohisi amekutana nayo, ana uwezo wa kukuambia. Hivyo jifunze kumsikiliza mtoto, jifunze kumkubali, jifunze kuamini kile ambacho amekuambia. Mara nyingi ukimya unaleta hatari kubwa sana. Ukimya unaweza kumfanya mtoto yuko kimya, kumbe anapitia vitu vikubwa sana. Kwa hiyo jifunze kumsikiliza, kumwamini, atakuambia. Akifahamu tu kwamba nasikilizwa, naaminiwa kile nilichokisema, atakwambia. Hatari zote ambazo anazohisi anakumbana nazo, atakwambia. Hoja ya 4, weka mipaka na sheria za usalama. Watoto wanahitaji mwongozo. Watoto wanahitaji mipaka. Wanahitaji sheria ambazo zinawalinda. Weka utaratibu ambao watoto wako wataufuata. Waambie kabisa watoto kwamba wasiondoke wala kutembea na mtu asiyemjua. Yani akaondoka tu anakwenda mahali na mtu ambaye hamfahamu. Yani mwambie hicho ni kitu ambacho hakitakiwi. Pia uweke sheria
na uwaambie watoto kabisa kwamba hawatakiwi kupita katika vichochoro, njia ambazo zina mashaka, njia ambazo wanapita watu wahalifu, wasipite katika zile njia. Na mwambie mtoto wako kabisa kwamba hakikisha anatoa taarifa, anaripoti kitu chochote ambacho anakihisi kwamba ni hatari kwake, akwambie. Hapo unakuwa umemsaidia mtoto kuweka hizo sheria na huo utaratibu. Sio kwamba eti ndio umemdhalilisha mtoto, umefanya, hapana. Sio kwamba pia unamzuia, hapana. Unakuwa unamlinda, unakuwa unamwekea kitu ambacho kitamsaidia katika maisha yake. Kwa hiyo mwambie kabisa asipite sehemu ambazo ni hatarishi, kwenye vichochoro, asiambatane na watu ambao hawajui, anaenda nao tu, anaongozana nao, anaenda nao mbali, mwisho wa siku anajikuta ameenda kufanyiwa vitu ambavyo sio vizuri. Kwa hiyo weka utaratibu, na ule utaratibu hakikisha unauweka katika njia nzuri, njia ya amani ambayo mtoto atakuelewa. Saidiana naye, shirikiana naye, weka utaratibu ambao mtoto ataufuata. Hoja ya 5, mjenge mtoto kujiamini na kujithamini. Mtoto anayejiamini, mtoto anayejithamini haogopi kusimama peke yake, haogopi kujisimamia. Mfundishe mtoto kujiamini, mfundishe kujisimamia, mfundishe kutambua thamani yake, mwambie mwili wake ni wa kwake. Ajiheshimu, ajithamini, ajipende, na mtu yeyote asichezee mwili wake, wala mtu yeyote asimdanganye kwa jambo lolote. Mpongeze pale ambapo amefanya vizuri, msaidie, mshirikishe kwenye mambo mengi, muonyeshe mifano, mfundishe thamani yake, thamani ya mwili wake, kujitambua mwenyewe, kujiamini, kujipenda na kujiona yeye ndiye yeye katika mwili wake. Yeye ndiyo muamuzi wa mwili wake na hakuna mtu mwingine mwenye mamlaka na mwili wake. Ukimfundisha hivyo mtoto, ana uwezo wa kukwepa hatari nyingi, kwa sababu ana uwezo wa kujisimamia mwenyewe, ana uwezo wa kusema hapana. Asubiri mtu amsemee, atasema yeye mwenyewe, atajisimamia yeye mwenyewe. Fikiria mtoto wako akiwa mahali fulani peke yake, akiwa na uamuzi mmoja tu wa kusema ndio au hapana, wa kukubali au kukataa. Uamuzi ambao utasimama na utagharimu maisha yake yote. Wewe kama mzazi, umemfundisha mtoto wako kusema hapana? Chukua uamuzi leo na chukua hatua leo. Mfundishe mtoto kusema hapana kwenye vitu ambavyo havipo sawa katika maisha yake. Mfundishe kusema hapana, mfundishe kujisimamia. Atakaposimama yeye kama yeye, maisha yake yatakuwa na nuru, maisha yake yatakuwa na mwanga, na atakuwa ni mtoto ambaye kesho yake itakuwa njema. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Sisi Moyo wa Malezi tuko hapa kujenga jamii imara, tuko hapa kujenga jamii bora, tuko hapa kuwajenga watoto, kuwafundisha kusema hapana kwa maovu, kuwafundisha kusema hapana katika kutendewa ndivyo sivyo. Subscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Acha komenti yako. Share video hii ili na wazazi wengine waweze kujifunza kile ambacho wewe umejifunza. Tukutane tena kwenye video inayofuata. Asante.